Sitaegemea pamoja na baraza, nawapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya Mheshimiwa madiwani. Niko muda mrefu kidogo hapa Dodoma. Ni kweli naanza kuona baraza lenye tashtiti. Naona jenzi iliyojaa huko ndani. Jenzi oje. Nawapongeza sana sincerely. Nikisema nitaje viashiria viwili vitatu. Cha kwanza nikisema tu nidhamu tu ya uchangiaji kwenye baraza. Sasa hivi napongeza sana. Set standard ya muda wa kwanza kikao, lakini muda wa uchangiaji. Na pasina kuvutana na kurumbana. Tunaambiwa 3 minutes, ukizidi kidogo anaambiwa pasina ugomvi. Wengine sio hivyo. Hoja hii ni ya msingi sana ya wananchi wangu. Lakini hapa UC mmeamua kuheshimiana na kuheshimu Sitaegemea, na wapongeza kwa dhati kwa kutekeleza hili. La pili, nawapongeza sana kwa namna ambavyo mnajadili hoja zenye tija. Unajua huko nyuma tulikuwa tukiongea, uwezo unajua Profesa Mwafupi anajua hapa, na madiwani wengine wale wa zamani wanajua hii hoja ya open spaces. Nataka kuwaambia jamani, hiyo majengo kama namonea hivi mamangu wa Rose Garden pale, ndio Wimpi hapo, Sunche pale, hizo ni open spaces. Sheria inasema mnapangisha mtu kwa vipindi visivyozidi 2, miaka isiyozidi 2 au 3 kila kipindi. Kwa hiyo maximum mtu akaa sehemu moja kwenye open space, kusema la kweli ni miezi 6, miaka 6. Baada ya hapo kwa mtu mwingine ashajenga uwezo na kadhalika. Sasa kuna mtu anakaa kwenye open space 27 years. Hapo katikati ya Christ in Peace mtu akija na kama Rose Garden sivyo? Wanaona ni kama ni eneo la kwao. Hongera kwa dhati kabisa kwa familia. Nawapongeza kwa kumaanisha. Na sisi kwenye kamati ya usalama kwenye jambo hili tuko pamoja na baraza la madiwani. Na najua wako waliokwenda maeneo mbalimbali, nikapigiwa simu, nimesema kwa kauli iliyonyooka kabisa. Ni maagizo ya serikali, open spaces na master plan ya jiji la Dodoma isimamiwe vile ilivyo. Lakini pasina kurefusha maneno kwenye jambo hili, niruhusu nitoe rai ambayo pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kombo nimesema pia hapa kushukuru kwa kukumbuka ya kwamba basi tusikilize hilo jambo jema kwa namna njema. Maana sheria ya maisha ilivyo ya ajabu kidogo. Kuna wakati unaweza kuwajibishwa kwa kufanya jambo sahihi kwa njia isiyo sahihi. Kwa hiyo utaratibu mliofanya kugeni na kuweza sana. Nimetoa notice na kumbuka kuna isha the 1st of December, nimepeleka reminder, nimeona nilipewa taarifa kamati mpango nadhani mpango miji mlinyanyuka mkapita kwenye eneo lile na kuwasemesha wale watu. Kwa hiyo hatua zote za ushirikishaji wa kweli zilifanyika, lakini bado watu wengine wanalalamika. Kwa hiyo rai yangu wakati mwingine sio vibaya pia kuweza mkutano chini. Wale wamiliki wale wanaopangisha hata wapangaji wao. Mmoja kwenye mkutano kama hapa, mwasikilize tu. Kwa sababu kuwasikiliza hakubadilishi msimamo wa baraza la madiwani. Kwa hiyo rai yangu kwa dhana ya utawala bora ambao serikali yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaisisitiza sana, jambo hili likichafuka, likiingia mushkili kama hivi kwa bahati mbaya, linakuwa swala la halmashauri, linakuwa swala la wilaya, linakuwa nani? Serikali kufanya 1 2 3. Kwa hiyo nawapongeza, lakini niendelee kuwasisitiza ushirikishwaji.